Kijana wa Kitanzania Anna Kapolondo, mkurugenzi wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Maji Jamii, ambaye amechimba kisima chenye urefu wa mita 170 kilichogharimu zaidi ya milioni 50 za Kitanzania katika kijiji cha Olala wilayani Ngorongoro mkoani Arusha, amemuomba mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda kukagua na kuzindua mradi huo utakaowezesha kuhudumia watu zaidi ya 3,000 katika eneo hilo. Anna anasema kwamba amejitahidi kumtafuta mkuu huyo wa mkoa, lakini imekuwa ngumu kutokana na majukumu alionayo, ambapo ametumia nafasi hiyo kumuomba, huku akisema kwamba kilichomsukuma kuchimba kisima hicho ni kutokana na kukulia katika jamii hiyo ya kifugaji na kuona jinsi watu wanavyoteseka kutokana na upatikanaji wa maji. Jina langu mimi naitwa Anna Elias Kapolondo, ni Mtanzania na ni mkazi wa Arusha, lakini pia ni mkurugenzi wa taasisi ambayo sio ya kiserikali inayoitwa Maji Jamii Organization, ambayo taasisi hii inahusiana na kusaidia changamoto mbalimbali za wananchi kama vile maji, huduma za elimu na za afya. Na taasisi hii tumeweza kuifungua madhubuti kwa ajili ya kuunga mkono kauli mbiu za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa katika kauli mbiu yake ya kumtua mama mzigo kichwani. Na kwa kupitia kauli hiyo au ajenda hiyo, tumeweza kufanikiwa kuchimba kisima cha maji safi na salama wilayani Ngorongoro mkoani Arusha, na kisima hicho kina urefu wa mita 170 na maji yalianza kutoka katika mita 80, lakini tulichimba 180. Kwa hiyo tuliweka pia solar pumps ambazo ni kubwa, zina uwezo wa kujaza lita 10,000 kwa siku. Jamii hiyo ya Wamasai iliyoko kule Ngorongoro ilikuwa haina maji kabisa, na wananchi wake walikuwa wanateseka sana, na kuna baadhi ya wanawake walikuwa wanapata shida wanyama kwenda kuchota maji usiku. Watoto wanashindwa kwenda shule kwa sababu ya kwenda kufanya hizo majukumu hayo ya kuchota maji. Kwa hiyo baada ya utafiti mbalimbali tuliona kwamba ni vizuri tukachimba katika kijiji hicho, na tumefanikiwa kwa kweli kwa asilimia nyingi, kwa sababu eneo hilo limeanza kutoa maji na watu wameanza kutumia na kunufaika sana. Mradi huo uligharimu karibu milioni 50, kuanzia hydrological survey mpaka kwenda kuinstall hizo solar pumps pamoja na drilling. Kwa hiyo na zile logistics za usafiri na kadhalika ziligharimu almost milioni 50. Lakini niseme kwamba changamoto za maji ni nyingi sana Tanzania, na sio za maji tu, ziko mbalimbali, japokuwa Mheshimiwa Rais gharama hizo za mradi huo ambao upo katika kijiji cha Naisongoyen, kata Olala, kilichoko Ngorongoro wilayani Ngorongoro, kiliweza kutimilizika kwa asilimia kubwa, kama asilimia 95, na watu wameweza kupata maji na yanawasaidia sana katika vipindi hivi ambavyo mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana wao kupata maji. Hata wazee wale walikuwa wanalalamika kwamba wake zao wanashindwa kupata nao muda mzuri wa kuweza kufanya majukumu yao ya nyumbani kwa sababu ilikuwa inawalazimu kwenda kuchota maji. Kupitia mradi huu ambao umekamilika niseme kwa asilimia 95 na watu wananufaika, nilikuwa naomba nitoe wito kwa RC Mheshimiwa Makonda, kama jinsi ambavyo amekuwa akiwa mstari wa mbele sana kwa maendeleo ya mkoa wa Arusha, ili naye aweze kuhusika au niseme awe part and parcel ya mradi huu kwa kuweza kukagua na hatimaye kuzindua. Nitafurahi sana na itakuwa ndoto yangu kubwa sana kuweza kuzindua mradi huu ambao nimeufanya kutoka moyoni mwangu. Kabla kukutana na waandishi wa habari leo, nilijitahidi sana kujaribu kukutana na Mheshimiwa RC Paul Makonda ili niweze kuzungumza naye kuhusiana na mradi huu na niweze kumbrief in details ili aweze kuelewa, lakini ilikuwa ni ngumu sana. Nadhani kutokana na majukumu yake mazito aliyokuwa nayo, ilikuwa ngumu sana kumfikia, lakini naamini kupitia hizi media nitaweza kuonana naye na kuweza kumuelezea kwa undani zaidi kuhusiana na mradi huu na miradi mingine ambayo tunafikiri kuifanya. Ameongeza kwamba kutokana na kazi ya utalii anayoifanya, alifanikiwa kumpata mgeni kutoka Marekani ambaye aliridhika na huduma aliyopatiwa akiwa nchini Tanzania, ambapo alitoa ahadi ya kumfanyia
jambo ambalo Anna analitaka, ndipo akaamua achimbiwe kisima hicho. Nilifanikiwa kupata mgeni kutoka Marekani ambaye alikuwa ni tajiri, ambaye alifurahishwa sana na huduma zetu, akaniahidi kwamba atanipatia zawadi ambayo ilikuwa naitaka. Kwa hiyo aliniambia, Anna, una shida gani au niweze kukusaidia nini kama gratitude kwa safari ulionipa? Nikamwambia naomba utusaidie kuchimba kisima katika nchi yetu na hasa kijiji chetu cha Masaini kule Naisong'oyon, kwa sababu nafahamu kabisa kwamba kuna changamoto mbalimbali za maji katika vijiji mbalimbali. Kwa hiyo nilichagua kuanza na kijiji cha Naisong'oyon na tulifanikiwa kufanya mradi huo kupitia huyo sponsor alikuwa anaitwa Jim Kimmel na mke wake anaitwa Debbie walioko Marekani. Kwamba sio changamoto zinaweza zikaisha kwa wakati mmoja. Tunaamini kwamba kila changamoto hushughulikiwa kwa hatua. Na kama hivi nimezungumza juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha kampeni yake ya kumtoa mama ndoo kichwani, na sisi kama shirika pia tumeingia katika kusupport kampeni hiyo ya Mheshimiwa Rais. Tunakubali kwamba bado changamoto kwa jamii zipo, na sisi kama shirika pia tunakaribisha wadau mbalimbali, lakini pia tunaikaribisha serikali kwa pamoja ili tushikamane, tuhakikishe kabisa tunaenda kutokomeza changamoto zinazoikumba jamii, haswa jamii ya kifugaji. Tunaizungumza jamii ya kifugaji kwa sababu ni jamii ambayo inahama kutokana na mazingira ya kimifugo. Kwa hiyo tukipeleka huduma muhimu na huduma bora, basi tunaamini kabisa jamii yetu ya kifugaji ambayo na sisi pia ni wafugaji itaenda kupata maendeleo. Tunapongeza sana. Leo tunaona ukienda kwa jamii ya kifugaji ziko shule nzuri zinajengwa. Leo tunaona hii jamii ya kifugaji ambayo ni jamii ilisaulika miaka mingi, miradi ya umeme inatutia moyo. Lakini tunakaribisha wahisani kutoka sehemu mbalimbali tuungane kwa pamoja ili tuhakikishe tunaenda kutatua changamoto hizi zinazoikabili jamii yetu. Kwa majina naitwa Yasin Hamisi Hassan, nipo chini ya mkurugenzi wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Maji Jamii. Taasisi hii ya Maji Jamii ni taasisi ambayo inajishughulisha na shughuli mbalimbali za kijamii, hasa shughuli za kutoa misaada mbalimbali ya kijamii kama tulivyofanya kule Ngorongoro. Kule Ngorongoro kwenye kijiji cha Naisong'oyon tuna mradi mkubwa wa kisima, mradi ambao umetekelezwa kupitia shirika hili la Maji Jamii. Ni kwa ajili gani shirika letu hili limefanikiwa kutekeleza mradi huu wa maji katika kijiji cha Naisong'oyon? Kwanza kikubwa ni kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais. Tunamuona Mheshimiwa Rais akipambana huku na kule katika kauli mbiu yake ya kumtoa mama ndoo kichwani.